الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wapenzi wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel zetu mbalimbali, karibuni katika kipindi chetu cha Kuza Maarifa na Ramadhani, kitakachokupatia fursa ya kuuliza swali na kujibiwa kwa mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Barakallahu fikum. Muulizaji anauliza na kwanza ameanza na salamu: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah akulipeni mema. Swali langu ni kwamba ninapoingia kwenye swala ya tarawehe, mara nyingi kuna hali inajitokeza kama upepo hiyo kutoka. Hata nikienda kutia udhu, hali hii hujirudia mara kwa mara, hususan kwenye tarawehe, na ninaendelea na swala. Je, kuna udhuru wa hili? Maana hata nikitia udhu hali hii hujirudia, au swala yangu ni yenye kubatilika? Allah akubarikini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muulizaji ameuliza, na katika kuuliza kwake ameanza na salamu, na sisi tunaitikia salamu: wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema, ninapoingia kwenye swala ya tarawehe, mara nyingi kuna hali inajitokeza kama upepo kutoka. Hata nikienda kutia udhu, hali hii hujirejea mara kwa mara, hususan kwenye tarawehe. Ninaendelea na swala. Je, kuna udhuru wa hili? Huu ni wasiwasi, ndugu yangu Muislamu, na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, katika hadithi ambayo ipo katika sahihi al-Bukhari, kadhalika vile vile ipo katika sahihi Muslim. Hadithi katika sahihi Bukhari ni hadithi nambari 137, na katika Muslim hadithi nambari 361. Abdullah ibn Zaidi anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati amekaa na masahaba zake, Abdullah ibn Zaidi annahu shaka ila rasulillah, kwamba yeye alikwenda kushtaki kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akasema, ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilayhi, mtu ambaye anadanganyika kwake yeye, kwamba anadhania annahu yajidu shay'a, kwamba yeye anahisi kitu fi salah, katika swala, kwamba labda kuna kitu kimemtoka kama upepo. Faqala, mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuulizwa swali hilo na Abdullah ibn Zaidi kwamba kuna mtu yuko katika hali kama hiyo, mtume akasema alayhi salatu wassalam, la yanfatilu au la yansarifu, asitoke katika swala yake, hata yasma sautan, mpaka asikie sauti, au yajida rihan, au ahisi harufu. Wanasema ahlul ilmi wakati walipokuwa wakisherehesha hadithi hii, wanasema hadha alhadithu alazim, hii hadithi ambayo ilikuwa tukufu, aslun li ihda qawaid alfiqhiyya alkubra, ni msingi katika moja ya misingi katika kawaidi za kifikhi ambazo kwa kubwa. Wa hiya nazo anna alyaqin la yazulu bishak, kwamba yaqini haiondoki kwa shaka. Wewe yakini unayo yakini hasa kwamba mimi nilitia udhu, lakini sasa kama kuna shaka, kama inakwambia kama kuna kitu kimekutoka hivi, kwa hiyo yakini haiondoki kwa shaka. Bakia na yakini yako kwamba wewe ulitia udhu. Wafihi, na ndani hadithi hiyo wanasema al-ilmi anna Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu jaa ila an-nabi, alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, washaka ilayhi, na akamshtakia anna rajula, kwamba mtu yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi as-salah, yani yadhunnu annahu kharaja minhu ar-rih, anadhania kwamba pemetoka kwake yeye upepo. Fajabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mtume akamjibu mtu huyo alayhi salatu wassalam bi annahu la yakhruju min salatihi, ya kwamba asitoke katika swala yake, hata yatayakana khuruja ar-rih minhu, mpaka apate yaqini hasa ya kutoka upepo kutoka kwake. Wadhālika, na hayo yanapatikana, au yakini hiyo inapatikana, idha sami'a sautan, atakaposikia sauti, au wajida rihan, au akahisi harufu. Liannahu mutayaqinu li taharati, kwa sababu yeye ni mwenye yakini na ile tahara yake, kwamba ametia udhu yeye, ana yakini na tahara yake.
fala yazulu hadha al-yaqin, basi haiondoki yakini hii bimujarrad shaki, kwa upeo tu wa shaka kwamba huenda kama kuna kitu kimenitoka. Bali yambaghi an yatayaqqana min al-hadathi, bali inatakana yakinishe kutokana ile hadathi wa khuruji rihi, na kutoka kwa upepo. Wa dhakara, na mtume akataja khuruja sauti, kutoka kwa sauti, wa rihi na harufu, lianna hadha ghalibu al-hadath, kwa sababu hii ndio aghlabu ya hadathi fi salat, katika swala. Wala yutasawwaru wuqu' ghairihi, wala pajengewi taswira kutokea jingine sio kwa hiyo fiha, ndani ya swala. Fakaannahu ajaba saila, kana kwamba amemjibu yule muulizaji, amma yahtaju ila maarifatihi fi ghalib al-amri, kuhusiana na yale ambayo anahitajia katika kufahamu kwake katika aghlabu ya jambo, au amma yaqau fi salah, au yale ambayo yanatuka katika swala. Lianna al-baula, kwa sababu mkojo, wal ghaita, na haja kubwa, wal mulamasati wa ghairahu, na jambo la kugusa ima kugusa sehemu ya utupu kwa shahawa, au kugusa kwa mwanamke kwa matamanio na mengineyo, mimma yanqudhu alwudhu'a, katika yale ambayo ni kutengua udhu, ghairu mauhudi fi salah, si yenye kuzoeleka ndani ya swala. Waqila, na ipo kauli inasema innal murada huwa ta'akkudu min haqiqati naqidh alwudhu, kwamba maksudio ni kutilia mkazo hakika wa kutenguka kwa ule udhu, kutilia mkazo uhakika wa kile kinachotengua udhu. Walam yurid bihi as-sauta nafsuhu, kwamba mtume hajakusudia sauti kwa dhati yake, kwamba ndo mpaka asikie sauti ya kule kutoka kwake upepo. Hajakusudia hivyo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala riha nafsiha, wala hajakusudia yani harufu nafsi yake. Faqad yakhruju minhu rih, huenda ukatoka ule upepo. Wala yasma'u laha sautan, na wala asisikie sauti. Wala yajid laha rihan, wala asihisi harufu. Au kad yakunu fi sam'ihi, au inawezekana ikawa katika kusikia kwake, au amfihi khalalun, ikawa kwamba katika kusikia kwake au katika pua yake ikawa kwamba kuna mapungufu, harufu yake, yani pua yake haihisi harufu. Na hapo watu wa sampuli hiyo, kwamba inawezekana mtu ametokwa na upepo, na upepo ule ukao una harufu, lakini yeye asihisi kutokana na mazingira ya nini, ya pua yake, au sauti yake au masikio yake, ikawa kwamba si mtu ambaye mwenye kusikia katika nini, katika yale masikio yake. Fala yasma'u sauta, kwa hiyo akawa hasikii sauti. Au yashumu riha, au akanusa ile harufu. Famithluhu tuntakadhu taharatuhu, mfano kama huo, hapo inakuwa umetenguka udhu wake. Idha tayaqqana wuqu' al-hadath, atakapopata yaqini ya kutokea kwa ile hadath. Kwa hiyo kwa mujibu wa swali hili ambalo alikuwa ameliuliza ndugu yetu huyo muulizaji, anatakana kwamba apate yaqini, anatakana kwamba fenini apate yaqini. Na hiyo yaqini manake kwamba awe na uhakika, kwa sababu shetani na wasiwasi huo ndio ambao ulikuwa unamchezea na kumfanya kana kwamba aone kumetoka kitu, na huu unaitwa ni wasiwasi. Kwa hiyo ajitahidi aondoshe wasiwasi huo, na kuondosha kwake manake kwamba yeye mpaka apate yakini kwamba Mtume sasa ametaja sauti au asikie harufu, kwamba hapa sasa kweli kimetoka kitu, na ajilinde kwa Allah kutoka na shari ya wasiwasi huo. Kadhalika vile vile ajilinde kwa Allah kutoka na shari ya shetani na mengineyo katika mambo ambayo yanamfanya kwamba yeye mpaka unamjia huo wasiwasi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wallahu a'lam. Na hapa ndiyo mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu na tuwafikishe kuyafanya kila matendo ya kheri. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Usikose kufuatilia kipindi kijacho. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.